Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Ni kukaribisha katika taarifa ya habari. Jina langu naitwa Mauagido. Nitakuletea habari za kitaifa sambamba na habari za kimataifa. Karibu. Kwa kuanzia, tuanzie taarifa inayosema katibu mkuu wa Wizara ya Madini Mhandisi Yahya Samamba amewataka wakaguzi wasaidizi wa madini kote nchini kusimamia kwa uzalendo na uadilifu rasilimali za madini, ujenzi na viwandani. Akifungua kikao cha wakaguzi wasaidizi wa madini mkoani Morogoro, amesema kuwa matukio ya majanga katika uchimbaji mdogo wa madini umepungua kwa asilimia kubwa. Hivyo amewataka wakaguzi hao waendelee kuwajibika katika kituo cha kazi sambamba na kushirikiana na viongozi wa wilaya, mkoa, kitongoji husika ambacho mtumishi amepangiwa kufanya kazi. Kwa moyo mkunjufu kabisa, tunapokuwa tumepata fursa hii, kila mmoja kwenye eneo lake akahakikishe kwamba amesimamia kwa wivu mkubwa wa sekta ya madini. Hakikisheni mnapokuwa katika maeneo yenu mnakuwa na mahusiano mazuri na local government. Huku wizarani tunasimamia sera, tunasimama kwenye maeneo yale ambayo yanahusu sera. Tume ya madini inasimamia operation huko kwenye ground. Nyinyi ndio askari ambao mnafika chini kabisa kwenye vijiji, ili uweze kufanya kazi yako ipasavyo. Hakikisha kwamba una mahusiano mazuri na mkuu wa mkoa, hakikisha una mahusiano mazuri na DC, hakikisha una mahusiano mazuri na viongozi wa vijiji. Naye mwenyekiti wa Tume ya Madini Dr. Janet Lekashingo amesema kuwa wakaguzi wasaidizi hao wa madini wamepewa dhamana ya kutunza madini ambayo ni rasilimali muhimu katika maisha yao na wanapaswa kufanya kazi kwa uadilifu kwa ajili ya nchi yao, wakisimamia kanuni, sheria na taratibu pamoja na taaluma zinazotakiwa kufanyika huko chini kabisa. Kwa hiyo wao ni viungo muhimu sana. Tukizungumzia mafanikio yetu na kufikia na kuvuka malengo ya makusanyo mwaka huu, tunazungumzia kazi kubwa iliyofanywa na hawa AMAS. Tumevuka malengo kwa miaka michache iliyopita, mwaka jana na mwaka huu tumevuka malengo. Na sasa ili tuweze kuvuka malengo na kuendelea kufanya kazi kwa ustadi, ni muhimu sana mkaongeza. Kwa upande wake, kamishna wa madini nchini Dr. Abdurrahman Mwanga amewataka wakaguzi wasaidizi wawe ni sehemu ya ulinzi kwa kutoa taarifa ya uchimbaji pale vinapotokea vitendo vya utoroshaji wa madini ili kusaidia serikali kupata mapato yake yatokanayo na rasilimali za madini nchini. Hata hivyo, mkuu wa Shirika la Taifa la Madini Dr. Venansi Mwase amezitaka taasisi zote zilizo chini ya Wizara ya Madini kuendelea kutoa elimu kwa wachimbaji wa madini ili kupata wepesi na urahisi katika ukusanyaji wa maduhuli ya serikali. Mtaona kwamba mafanikio tunayoyapata kwenye makusanyo hawa ni sehemu kuu ambayo inatuwezesha kufikia malengo hayo. Kwa hiyo tunapenda kushukuru sana Katibu Mkuu kwa kuwezesha hili lifanyike. Sasa Shirika la Madini la Taifa, wengi mnaweza mkawa mlifahamu, ni shirika la umma lililoanzishwa mwaka 1972. Lilianzishwa kwa madhumuni ya kuwekeza kwenye sekta ya madini kwenye mnyororo wote, kuanzia utafiti mpaka trading, kwa maana ya kufanya biashara na kwa madini yote kwa niaba ya Watanzania ambao na nyie ni miongoni mwao. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa imeagizwa kuchukua hatua kwa mtu yeyote atakayebainika kusababisha ucheleweshaji wa miradi ya maendeleo ambayo serikali tayari ishatoa fedha. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa mkoa wa Iringa Khairi James wakati akiongoza warsha ya wadau wa usimamizi wa utekelezaji wa programu na miradi ya maendeleo mkoa wa Iringa iliyoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU. Amesema kwa mkoa wa Iringa hauna nafasi ya kuvumilia uzembe wa aina yoyote unaorudisha nyuma juhudi za serikali na kuwaletea wananchi maendeleo.
Ukienda kule kwa wakurugenzi wangu, wana miradi ya afya, wana miradi ya elimu, wana miradi ya utawala wanafanya sasa hivi. Je, miradi hiyo mpaka tushikiane, mpaka ziara ziwe za kila siku ndio mradi unakamilika? Lakini huyu ambaye anatusababisha kila siku tuende kukagua mradi ule ni nani? Ana uelewa wa kutosha? Yaani mama Fidelika, ili mradi wa madarasa 3 ukamilike, anatakiwa afanye ziara mara 30 kwenye mradi huo mmoja. Lakini kwa sababu gani? Kuna mtu yuko pale haaminiki. Ukimwachia gepu kidogo, simenti zimeondoka. Ukiachia kidogo, nondo zimepunguzwa. Ukiachia kidogo, hajalipa mafundi. Ukiachia kidogo, yeye mwenyewe haonekani kabisa. Nataka niwaambie, nipo mimi ama yuko mtu mwingine hapa. Dhamira ya serikali ni kuona fedha ya umma inayoletwa kwenye miradi yetu inafanya kazi inayotarajiwa na umma. Miradi yao ianze kwa wakati, ikamilike kwa wakati, na itolewe huduma inayotarajiwa kwa ubora unaotakiwa. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, wanatamani CAG anapopita, mkaguzi wa ndani anapopita, mkaguzi wa nje anapopita, kamati za bunge zinapopita, zikute hiyo miradi haina kasoro zinazotokana na usimamizi, ufuatiliaji ama ubora. Mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Iringa, Victor Swela, amesema mafunzo hayo yanafanyika nchi nzima kwa lengo la kuongeza uelewa kuhusu usimamizi wa miradi na kuzuia vitendo vya rushwa kabla havijatokea. Tumeagizwa na uongozi tukutane na wadau hawa ambao nimewataja kwa pamoja, sasa tujadili, lengo likiwa ni kujadili kwa pamoja, kuangalia nini kinaweza kufanyika ili angalau tuwe na miradi ambayo itakuwa ina thamani halisi ya fedha, inaisha kwa wakati, lakini inaakisi sasa matarajio ya wananchi katika kutumia miradi hiyo ambayo imetengenezwa. Na hili Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, linafanyika kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura namba 329. Lakini licha ya mafanikio bado kuna changamoto katika miradi. Wote ni mashuhuda tunapoona viongozi wetu wanapokuja kwenye mbio za mwenge au kaguzi mbalimbali zinakuwa zinafanyika, kunakuwa bado kuna changamoto za udhaifu katika usimamizi wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Baadhi ya wadau wenye dhamana kutokuwajibika ipasavyo au wadau kuweza kuathiri ubora wa miradi na kuongeza gharama zisizo za lazima na kupunguza manufaa yanayotarajiwa kwa wananchi. Akiwasilisha mada, afisa wa TAKUKURU mkoa wa Iringa, Evarist Shija, amesema bado kuna matukio ya matumizi ya fedha za umma kinyume na taratibu, jambo linalohitaji ushirikiano na wadau wote katika usimamizi wa miradi. Huwezi tena ukamuita mwanze kunegotiate. Sasa hilo linakuwa ni deni la shule na deni la halmashauri. Lakini wakati huo tunawatesa wananchi walioko pale kijijini. Na ilikuwa ni mradi wa boost kwa mfano. Hiyo ilikuwa kwenye manunuzi, kwenye malipo tunabaini ulipaji wa fedha kinyume na taratibu, kwa mfano ubadilishaji wa matumizi ya fedha za mradi pasipo utaratibu, mfano pesa za mradi kulipa posho za vikao, ufanyaji wa kazi za malipo kwa kazi ambazo hazijapitishwa. Tukitoka mkoani Iringa tuelekee sasa jijini Mbeya. Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA kimelitaka serikali kuweka mkakati wa haraka wa upatikanaji wa katiba mpya ili kuendana na mahitaji ya wananchi pamoja na mabadiliko ya kisiasa, kiuchumi na kijamii ya wakati wa sasa. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Thaddeus Simfukwe. Akizungumza na kituo hiki, naibu afisa habari wa Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA Epiana Njiku ameitaka serikali kuendelea na mchakato wa katiba mpya, akidai kuwa katiba mpya ni chanzo cha maendeleo kwa wananchi na uchumi kwa ujumla. Umuhimu ni mkubwa sana kwa sababu malalamiko yamekuwa ni mkubwa. Katiba mpya ndio imetufanya mpaka tulikotoka mwezi ngapi tulijikwaa hapo kwa sababu katiba mpya. Sauti imekuwa ni nyingi mtaani, watu wanataka katiba mpya. Kwa hiyo ni muhimu watu wakasikiliza kilio cha watu wanataka nini. Tusiwapuuzie wanaosema. Tusikilizane. Tuongee, tusikilizane. Mtu analia anataka hiki mpe. Inaweza kaleta manufaa. Tukaacha hii mikanganyiko ambayo tunayo ya kukanyagana kila siku ya kukamatana. Watu wakiwa wamelia muda mrefu. Waache kilio kisikike. Serikali sikie kilio cha wananchi. Kwa sababu katiba ni uhitaji wa kila mtu. Sio CCM, sio Chadema, sio Nisana Mageuzi, sio ACT, sio Tadea, sio Makini. Kwa hiyo wote wanataka katiba mpya. Kwa hiyo ni swala muda sasa wa kusikiliza sasa. Pale serikali ndo iko madarakani, ijue namna gani sasa inaona hizi sauti inahitaji mkubwa
kupata katiba mpya. Katika hatua nyingine, naibu afisa habari wa chama hicho Ipiana Njiku amewataka Watanzania kwa ujumla kuendelea kuunga mkono chama chao, akidai kuwa chama hicho kinaendelea kuleta maono ndani ya nchi ya Tanzania. Chauma, watu waendelee kuiamini Chauma, watu waendelee kutunga mkono. Chauma ni chama chenye malengo, chenye maono ya kutaka kuwasaidia Watanzania. Watanzania wana shida nyingi sana katika nchi. Vijana wana shida sana, hasa kwenye swala la ajira. Chauma ndio ukiangalia pia ilani zetu uchaguzi uliopita, tuna malengo mazuri sana ya kuhakikisha kwamba tunaikomboa taifa kutokana na mkwama uliopo. Ndio maana sisi Chauma sasa tumekuwa tukihubiri sasa maliziano kutokana na changamoto ambayo iliyopo. Chauma tunahubiri maongezi, tukae mezani tuzungumze tujue namna gani tunakwenda. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Tedius Mfukwe na hii ni Abudi Media. Na tukamilishe habari za kitaifa kwa kuangalia taarifa inayosema tabasamu limerejea kwa mjane wa kijiji cha Mbaha Bi Lucy Vitus Mapunda baada ya mkuu wa wilaya ya Nyasa Mheshimiwa Paris Magiri kuingilia kati mgogoro wa ardhi uliokuwa ukimsumbua kwa miaka kadhaa na kuagiza arejeshewe shamba lake la ekari 15 alilodai kuporwa tangu mwaka 2019. Hatua hiyo ilichukuliwa wakati wa mkutano wa hadhara wa kusikiliza na kutatua kero za wananchi wa tarafa ya Ruhuhu, ambapo mjane huyo aliwasilisha kilio chake mbele ya mkuu wa wilaya baada ya kupitia taarifa na maelekezo ya pande husika. Katika ujane wangu na nyanyasika sana kuhusu maeneo aliyoniachia mume wangu Kisave Tadei Luoga, na haya maeneo Kisave Tadei Luoga aliyoachiwa na mzazi wake Tadei Lipukila Luoga. Yale maeneo katika kuishi kwake kote, mume wangu alikuwa mwanajeshi, alikuwa anakaa Chabluma. Amerudi 2006. Alivyorudi 2006, 2017 amekufa. Watoto wake wote walikuwa wanasoma. Katika kufa kwake nikaamua kwenda kufuatilia mirathi ya marehemu. Kweli ya mirathi ya marehemu nilifanikisha. Wakaniambia sasa kilichobaki kakatie kila mtoto familia yake ile eneo kuweza kumiliki mtoto. Naondoka nataka kwenda kukata. Naona mwenyekiti wa kijiji na serikali ya kijiji cha Mbaha ananiambia eneo ni la serikali ya kijiji cha Mbaha, siruhusiwi kulima. Nikaanza kunyanyasika. Nikaenda mpaka kwa mkuu wa wilaya, nimekuja mpaka ardhi kesi mshimlani mahakama ya ardhi, nimeongea, nimesimama, wakatuambia turudi tena. Nikaenda kwa mkuu wa wilaya Mbamba Bay, akaniambia nitakuja kutatua hilo tatizo. Mpaka leo hizo kero mimi bado hatatuliwa, mpaka leo bado nanyanyasika. Mheshimiwa Magiri alibaini kuwa shamba hilo lilikuwa mali ya marehemu Kisaveli Tadei Luoga na lilistahili kubaki chini ya umiliki wa familia yake. Akitoa uamuzi wake mbele ya wananchi, mkuu huyo wa wilaya aliamua shamba hilo lirejeshwe mara moja kwa Bi Mapunda na kusisitiza kuwa hakuna mtu atakayekuwa na mamlaka ya kumzuia kulitumia au kumiliki eneo hilo kinyume cha sheria. Kuanzia leo hivi ninavyoongea sasa hivi hapa, hilo eneo ni la huyo mama. Sasa ajitokee chizi mmoja aingie huko, iwe ni serikali ya kijiji sijui ni nani, wewe ndio utakuwa unatafuta hapa maneno. Nenda mama, hilo eneo ni la kwako na asiingie mtu yoyote huko. Mtendaji wa kata wako wapi? Mtendaji wa kijiji hapo, simamieni jambo hilo. Umeelewana? Hakuna kuingia huko. Wewe si ndio serikali ya kijiji yenyewe, eneo lake huyo mama. Mtaenda mtaweka hiyo mipaka, unasikia? Kwamba eneo lake ni hili basi. Na wewe sasa basi mweke utaratibu huo vizuri. Nenda. Asante. Mnapaswa msimamie, mtusaidie. Sasa mfano serikali ya kijiji ndio inatuhumiwa na hili jambo hapa. Yaani ndio wanatumiwa na huyu mama mjane. Jamani, hata aibu hamna. Mambo ya aibu haya na fedha, si ndio? Yaani badala ya kusaidia hawa watu wajane ndio wahitaji, nyinyi tena ndio mnataka kumbana na kudhuluma mali yake. Magiri amesema serikali ya awamu ya 6 inaendelea kusimamia haki kwa wananchi wote bila ubaguzi na haitavumilia vitendo vya unyanyasaji, uporaji wa mali za wananchi au matumizi mabaya ya madaraka yanayokiuka sheria na haki za msingi kwa wananchi. Aidha, amewataka viongozi wa vijiji na kata kuwa mfano wa uadilifu kwa kusimamia haki na kutatua migogoro kwa kuzingatia sheria, akisisitiza kuwa nafasi za uongozi zinapaswa kuwatumikia wananchi badala ya kuwa chanzo cha dhuluma.
Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. FM. Keep in touch. 106.9 Dodoma, 98.9 Abudi FM Mbeya, inasikika. Abudi FM 101.7 Dar es Salaam, 88.3 Abudi FM Morogoro, 104.1 Abudi FM Arusha. Through Abud Radio, I really enjoy the music. All day, all night. The best radio station. Abud FM. Keep in touch. Karibu Abud Bus Service Limited, ni kampuni bora katika usafirishaji mizigo pamoja na abiria. Karibu katika ofisi zetu mpya zilizopo hapa Urafiki, mkabala kabisa na kituo cha polisi cha Urafiki. Tuna safari za kutoka Dar es Salaam kuelekea mikoa mbalimbali kama Arusha, Mwanza, Bukoba, Musoma, Mbeya, Iringa, Tabora, Tunduma. Vile vile usafiri wa kutoka Kigamboni mpaka Arusha, Arusha mpaka Kigamboni. Kutumia usafiri wa Abud kwa muda mrefu, safari tofauti, na ni kweli wana huduma nzuri. I recommend mtumie Abud kwa ajili ya safari zenu. Kwa sasa wana magari yao yanaenda Bukoba, kwa wote wenzangu wanaoishi Bukoba, mnaweza mkatumia Abud. Tumerejea tena, sasa tunakwenda katika upande wa habari za kimataifa. Baraza la Seneti nchini Zimbabwe limeidhinisha kwa wingi mkubwa marekebisho ya katiba yenye utata ambayo yatamfanya Rais Emmerson Mnangagwa kubakia madarakani hadi mwaka 2030. Hatua hiyo inayapa mabadiliko hayo uungwaji mkono kamili bunge baada ya kuidhinishwa awali na bunge la taifa. Muswada huo sasa lazima utiwe sahihi na Rais Emmerson Mnangagwa. Katika bunge la kitaifa mnamo Juni 18 mwaka 2016 walipiga kura ya kuunga mkono na 42 wakapinga mabadiliko hayo makubwa yaliyotajwa na wakosoaji kuwa upinduzi wa kikatiba, yanajumuisha kifungu ambacho kinaongeza mihula ya uraisi na ubunge kutoka miaka 5 hadi miaka 7. Of the count therefore is that 216 honorable members have voted in favor and of the third reading of the bill, and 42 have voted against the bill. Marekebisho mengine yanalipa bunge mamlaka na kumteua rais na kuondoa uchaguzi wa moja kwa moja wa rais ulioanzishwa mwaka 1987. Na meli zilianza kupita katika mlango bahari wa Hormuz jana Jumatano chini ya mpango mpya wa shirika la shughuli za baharini la Umoja wa Mataifa IMO. Meli zilianza kupita katika mlango bahari ya Hormuz Jumatano chini ya mpango mpya wa shirika la shughuli
shughuli za baharini la Umoja wa Mataifa. Mpango huo utawezesha mamia ya meli zenye mabaharia wapatao 11,000 waliokuwa katika eneo hilo la Cuba kusafiri kupitia Hormuz. Wakati huo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anazuru Mashariki ya Kati kuhakikishia washirika wake kuhusu kujitolea kwa Marekani katika eneo hilo. Alifanya mazungumzo na rais wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan siku ya Jumatano. Wizara ya mambo ya nje Marekani imesema wawili hao walijitahidi makubaliano ya muda yaliyofanikiwa kati ya Marekani na Iran pamoja na usafiri salama wa meli kupitia mlango bahari ya Hormuz. Rubio amesema kwamba Marekani itaungana kikamilifu na washirika wake katika eneo la Cuba wakati wa mazungumzo na Tehran. Tamati ya habari za kimataifa, lakini ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Abud TV. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Mawagido. Asante na usiku mwema.